kama kuna wakati mzuri wa wananchi Yanga kufyeka kile wanachoita kwamba ni kichaka, ndio kile ambacho huwafanya wataniwe kwa kuonwa kwamba wako nyuma katika viwango vya ubora vya CAF, basi wakati huu ndio mzuri zaidi kwa wao kufyeka kichaka. Ni kwa sababu Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers, mabingwa wa Malawi. Mechi yao ya awali inatarajiwa kuchezwa kati ya tarehe 17, 18 na 19 kule nchini Malawi, halafu wiki moja baadaye marudiano jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo matokeo ya jumla ndio tukomfanya mshindi baina yao aende katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025 2026. Sasa kwenye viwango vya ubora hivi sasa kwa msimu wa 2025 2026, Yanga hivi sasa ni ya 9. Kwa sababu hiyo, endapo itashinda na kuingia katika hatua ya makundi, ni dhahiri kwamba kwa zile hesabu za CAF kwa viwango vya ubora barani Afrika, Yanga itakuwa na ongezeko la pointi 5 zaidi ambazo zitaifanya ipande zaidi. Haitakuwa tena nafasi ya 9 bali itakuwa nafasi ya 8, na kisha itakuwa imeongeza kasi yake ya kupanda zaidi kwa viwango vya ubora kutegemeana na namna ambavyo itafanya katika hatua ya makundi endapo itafuzu, lakini pia kwenye hatua zinazofuata, robo finali, nusu finali na ubingwa ikibidi. Lakini wakati huo, wakati ikielekea katika mchakato huo, wengine washindani wake waliomo ndani ya top 10 endapo watateleza mahali, manake ni kwamba wao watakuwa na nafasi zaidi ya kupiga hatua kwa haraka zaidi, huku wakizingatia kwamba lazima wao wafanye vizuri. Hapa tafafanua kidogo. Baada ya kuingia msimu 2025-26, orodha ya viwango vya ubora barani Afrika miongoni mwa klabu 10 bora mpaka sasa Yanga imo. Hapo kabla kwa msimu wakati ukiingia huu, ambapo hesabu zilikuwa ni kati ya 2020 2021 2021 mpaka 2024 2025, Yanga ilikuwa katika nafasi ya 12 ikiwa na pointi 34. Baadhi yenu najua hili ndilo mnalotambua kwa sababu hata mkiangalia mtaona hivyo. Lakini kwa utaratibu wa CAF msimu wa 2020 2021 tumeshazungumza kwamba haupo tena kwa sababu inaangaliwa misimu 5, na sasa kwa sababu msimu mpya umeshaanza 2025-26, ukihesabu misimu 5, hesabu zinaanzia msimu wa 2021 2022 mpaka msimu uliopo huu wa 2025 2026, ambao kwa sababu hakuna timu iliyoingia tayari hatua ya makundi ambako ndiko pointi upatikana Afrika nzima, klabu zote zina pointi 0 kwa msimu uliopo sasa 2025-26, bali pointi zilizo nazo ni zile ambazo zinaanzia msimu wa 2024-25 mpaka msimu wa 2021-22, ndiko ambako kama klabu iliingia walau hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu ya CAF inakuwa imepata pointi. Sasa katika orodha iko hivi: namba 1 kwa ubora ni Al Ahly ya Misri, inaendelea kubaki hapo, ambayo yenyewe hivi sasa ina pointi 51. Ikumbukwe Al Ahly hapo kabla ilikuwa na pointi 78, na hata ukiangalia kwenye viwango vya ubora vya CAF ambavyo ndivyo wanavitumia sasa kwenye ratiba zao, utaratibu ni kwamba inatumia viwango hivyo vya misimu 5 iliyopita kuanzia 2020 2021. Utaona Al Ahly wana pointi 78. Ukiangalia katika orodha ndipo unaikuta Yanga iko nafasi ya 12 ina pointi 34. Lakini hivyo havipo tena kwa sasa kwenye msimu huu, bali kuna viwango vipya ambavyo mwishoni mwa msimu ndivyo vitakavyotumika kwenye ratiba za CAF msimu wa 2026 2027. Hili tumeshalifafanua mara kadhaa kwamba ukitaka kujua viwango latest vilivyopo sasa kwa klabu barani Afrika kwa CAF, unaangalia 2026-27 ndiko ambako utapata vya sasa, kwa sababu unavyoviona sasa ni vya kuanzia 2020 21 mpaka 24 25 ambavyo vimesha expire kwa viwango vya sasa, kwa sababu msimu wa 2020-21 haupo tena. Sasa Al Ahly wana pointi 51. Namba 2 ni Mamelodi Sundowns ambao wao wana pointi 43. Awali walikuwa na pointi 62. Hili nalirudia mara kwa mara kwa sababu kuna baadhi ya watazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level wanachanganya. Wakienda wataona Mamelodi wana pointi 62, halafu hapa tunasema 43. Zile 62 kwa sasa hazipo tena, ingawa ndizo zinazotumika kwenye ratiba za CAF, kwa sababu taratibu wa CAF
viwango vya msimu huu vinatumika msimu ujao. Viwango vya msimu ujao utatumika msimu unaofuatia. Ya tatu ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe hivi sasa ina pointi 38, awali ilikuwa na pointi 57. Ya nne ni RS Berkane ina pointi 37. Kwenye viwango vile vilivyopita na virudia kila mara, hawa walikuwa na pointi 53 kwa maana RS Berkane. Ya tano hivi sasa ni Pyramids ya Misri ina pointi 33. Awali Pyramids walikuwa wa sita wakiwa na pointi 47. Hivi sasa wana pointi 33, ni watano. Ya sita ni Simba ya Tanzania ambayo ina pointi sawa na Pyramids, pointi 33. Awali ilikuwa ya tano ikiwa na pointi 38. Sasa hivi ni ya sita, pointi sawa na Pyramids, lakini tumeshazungumza mara kadhaa pointi zikilingana. Utaratibu wa CAF kwenye viwango vya ubora, aliyepata pointi nyingi hivi karibuni anakuwa juu ya mwenzake. Pyramids walitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika wakapata pointi nyingi zaidi kuliko Simba waliofika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pointi zao sawa, lakini Pyramids hivi karibuni wamepata pointi nyingi zaidi kuliko walizopata Simba, na ndio maana Simba ya sita, Pyramids ya tano. Ya saba ni Zamalek ya Misri ina pointi 29. Ya nane ni USM Alger ya Algeria na pointi 27. Ya tisa unaikuta Yanga hapa ya Tanzania yenye pointi 25. Halafu ya 10 ni Al Hilal Omdurman hivi sasa ina pointi 24. Sasa endapo Yanga kwenye matokeo ya mechi zote mbili dhidi ya Silver Strikers ya Malawi kwenye raundi ya pili ya michuano hii ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi, maana yake ikiingia makundi kama ilivyo kawaida, timu zote zinapoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kabla hata mechi kuchezwa, assumptions zote zinakuwa na pointi moja, kwa sababu timu inayomaliza mkiani kwenye makundi huwa na pointi moja. Hivyo zote zinazoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa zinakuwa na pointi moja kabla michuano yenyewe kufanyika. Kwa hiyo kwa sababu ni msimu latest huu 25-26 tunazidisha mara 5, kwa hiyo zinazoingia makundi zote kwenye ligi ya mabingwa ukizidisha mara 5 zinakuwa na pointi 5. Kwenye kombe la shirikisho zinazoingia makundi kombe la shirikisho kabla lianza kuchezwa zinakuwa na pointi nusu, 0.5, kwa sababu timu ya mkiani kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho hupata pointi 0.5. Sasa ukizidisha mara 5, 0.5 kwenye kombe la shirikisho mara 5 unapata pointi 2.5. Kwa lugha nyingine, timu zote zinazoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa zinakuwa na pointi 5 kabla zianza hata kucheza, lakini kwenye kombe la shirikisho zinakuwa na pointi 2.5. Zilivyopatikana ndivyo vitoka kueleza. Kwenye ligi ya mabingwa mkiani anapata pointi moja mara 5, pointi 5, kwa sababu hazijaanza kuchezwa haijulikani nani anamaliza nafasi ya ngapi. Maana ukimaliza wa pili kutoka mkiani kwa ligi ya mabingwa ni pointi 2, ukimaliza top 2 unakuwa na pointi 3, maana unakwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwenye kombe la shirikisho ukimaliza wa pili kutoka mkiani, kwa lugha nyingine nafasi ya 3 kwenye kundi unapata pointi 1. Ukimaliza top 2 zile mbili za juu zinakwenda robo finali, kombe la shirikisho zinakuwa na pointi 2. Kwa sababu hiyo zikiingia tu makundi, kwa kuwa mechi hazijachezwa na kujua nani anamaliza nafasi ya ngapi, zote zinakuwa na pointi moja ambazo ni za uhakika zaidi ukiingia makundi, maana ndio pointi zinazopatikana kwa timu ya mkiani. Nadhani nimeeleka vizuri. Sasa Yanga ikiingia makundi kwa kuwatoa Silver Strikers kwa matokeo ya jumla, ama kwa kuwafunga au kwa kupata sare ya mabao kule Malawi, alafu kwa Mkapa ikapata sare ambayo mabao yake ni pungufu, kwa mfano ikitoa 2-2 Malawi ikatoa 1-1 kwa Mkapa, Yanga inasonga mbele kwa kanuni ya faida bao la ugenini ya CAF, au ikatoa 1-1 alafu kwa Mkapa ikatoa 0-0 inasonga mbele, au ikapata ushindi wa jumla inasonga mbele. Ikipata pointi 5 maana yake Yanga itakuwa unaongeza 5 itakuwa 25 jumlisha 5 itakuwa na pointi 30. Ikiwa na pointi 30 kwa haraka kabisa tayari itapanda tena na kuwa mpaka nafasi ya 8 endapo tu kila timu miongoni mwa hizi top 10 itashinda mechi zake. Maana hizi nyingine zote nazo zinashiriki kwenye michuano ya CAF, lakini Zamalek inashiriki kombe la shirikisho Confederations Cup, USM Alger inashiriki Confederations Cup, nyingine zote ligi ya mabingwa. Sasa Yanga bila kujali wengine kama wameshinda mechi zao na kuingia hatua ya makundi itapanda, kwa sababu huyu aliye juu yake USM Alger ana pointi 27 na anashiriki kombe la shirikisho. Akishinda anapata pointi 2.5, yani akiingia hatua ya makundi anapata pointi 2.5. Ufafanuzi wake nimeshautoa, ambazo ukiongeza na hizo alizo nazo 27 ongeza 2.5 watakuwa na pointi 29.5 ambazo ni pungufu na zile watakazokuwa nazo Yanga ambazo ni pointi 30. Kwa hiyo Yanga
Ikiingia tu makundi tayari inaanza kufyeka kichaka kidogo kidogo inachotaniwa kwenye michuano ya CAF kwa kuwa chini kwa viwango vya ubora, kwa sababu tayari itakuwa na pointi 30 zitaifanya iruke kwa nafasi moja endapo nyingine zote zitashinda, kwa sababu itakuwa ya 8. USM Alger ikishinda nayo ikiingia makundi ndio itakuwa ya 9, kwa sababu itakuwa na 29.5 zaidi ya Al Hilal Omdurman ambayo ikishinda itakuwa na 29, pungufu ya 29.5 za USM Alger. Nadhani nimeshaeleka vizuri. Lakini ikitokea hawa walio juu ya Yanga wakateleza, na hasa hao wa chini, maki Al Ahly atakiteleza, Yanga hawezi kufikia pointi zake, wala Simba hawezi kufikia pointi zake kwenye hatua hii. Lakini Zamalek nao wakiteleza, maki atabaki na pointi zao 29. Yanga wakiingia makundi wanakuwa na pointi 30, wanaipita na Zamalek inakwenda mpaka nafasi ya 7. Lakini badala ya kuombea dua mbaya wapinzani wako, wewe fanya ya kwako. Yanga ikishinda za kwake, kila mmoja akishinda zake, kwa kuanzia tu tayari inapanda na kwa nafasi ya 8, na hivyo inakuwa karibu na mtani wake wa jadi ambaye ni Simba, kwa sababu Simba ya 6 yeye akishinda akiingia makundi. Ndio mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ukisikia tu Yanga imequalify kwa makundi, jua kwamba Yanga imepanda, imekuwa ya 8. Endapo USM Alger itakuwa vyovyote vile imeshinda, imetolewa, bado Yanga itakuwa ya 8. Lakini endapo Zamalek itakuwa imeteleza. Kwa hiyo kwa ufupi tu, Yanga inachotakiwa kufanya mechi dhidi ya Silver Strikers ni kuhakikisha inapata matokeo ya jumla kuwawezesha kufuzu hatua ya makundi, na wakifanya hivyo watakuwa wamepiga hatua kubwa katika kazi ya kufika hicho wanachoita kichaka cha CAF, kwa sababu watakuwa wamepanda mpaka nafasi ya 8. Lakini wakati huo wakifanya vizuri wakaenda robo finali, wataongeza tena pointi nyingine na kuwafanya wawe na pointi nyingi zaidi kuliko hizi zilizopo, na watapiga hatua zaidi na zaidi endapo watakuwa wanafanya vizuri. Point to note, wakati wao wakifanya vizuri wanatakiwa wakaze zaidi, kwa sababu walio juu yao nao wakifanya vizuri gap itaendelea kuwepo, wao wataendelea kupanda kwa kuzionea hizi ambazo tayari wana uwezo wa kuzimudu kama USM Alger. Lakini Zamalek ikiteleza, lakini mapambano dhidi ya timu zilizo juu yake itategemea jinsi ambavyo nazo zitatekeleza wajibu wao kuhakikisha zinavuna points. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.